That song is my testimony, kwa sababu tumaini langu limewekwa kwa Kristo. because my hope is in Christ. Yeye ni mwamba imara He is a stronghold katika maisha yangu. in my life. Haijalishi yale ninayoyapitia, It doesn't matter what I go through, lakini tumaini langu nimeliweka kwake. but I have put my hope in Him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Liwe liwalo, Whatever it is, kuwe na dhoruba ama kusiwe, either there is turmoil or not, tarajia matumaini langu limo kwa Yesu. my hope is in Christ. And Jesus commands my destiny. Na Yesu huatangaza hatima yangu. Anatawala hatima yangu. Amen. Amen. Ni ushuhuda wangu leo, That is his testimony today. na nasikia ikiguza moyo wangu. And I feel that it is touching my heart. Nikikumbuka nyakati ambazo tunaishi, When I remember the times we live, hakuna uzuri tunatarajia mbele, there is no goodness ahead, kwa sababu ni utimilifu wa dahali, because it is the end of the na world. ni wakati utabiri wa Biblia unatimia. And that is when the scriptures, or rather the prophecy of the scripture, is being fulfilled. Wakati Judasi alipomsaliti Yesu, When Judas betrayed Jesus, hakujua anatimiza unabii, he didn't know that he was fulfilling a lakini prophecy. Yesu alisema neno hili: But Jesus said one word. heli yule anayemsaliti kama hangezaliwa. It would rather that those who sold, or rather betrayed the Son of Man, not to be born. Kwa sababu hiyo inaniweka hofu, And for that reason I kwa fear sababu ikiwa ukitimiza ahadi ama ukitimiza prophecy. unabii, If you fulfill a prophecy, Yesu anasema heli haungezaliwa, Jesus is saying it rather that you not have been born. ni kumaanisha hauna nafasi tena katika ufalme. It is to mean that you have no position in the kingdom. Kwa hivyo watu wa Mungu, nyakati tunazoenda nazo, So brethren, the time that we live, na kwa sababu Mungu alifanya zikawa kwa wakati wetu, and because the Lord made them to be on our times, ni vizuri kuwa waangalifu. it is good to be careful. Yohana akasema, John said, heli wafao ndani ya Yesu Kristo, better those who sleep in Christ, wapumzike. those who are asleep. Aliposema heli wafao katika Kristo, Better those who die in Christ. mimi hufikiria And I think, na sisi ambaye hatujakufa. what about us who are not yet dead? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na wapenda katika Bwana, I love you in Christ, na wakumbuka katika sala na maombi yangu. and I remember in my prayers and supplication. Ujumbe wa siku hii ya leo Today's message inasema the broken heart. inasema roho ambayo imevunjika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa nikiomba Mungu, When I was praying to God, nikimuuliza nyakati hizi tutakaa aje, asking him what are we going to na live, hofu ya moyo wangu ilikuwa ni kwa sababu ya maisha ambayo tunaishi, and the fear of my heart was because of the life we live. na katika maisha ya Wakristo sio kama kawaida. And the life of Christians is not a normal life. Wale wengine wanakaa maisha ya kawaida, Others can live a normal life, hawajali kitakachotokea, they don't care what is going to happen. lakini sisi sio vile. But we are not of the Ni same. tofauti sana. We are very Ni different. vizuri tufikirie maisha ambayo It tunayoyaishi, is good to think the life we live. na Mungu alinipa neno hili And God gave me this word ambalo nimesoma, linasema katika kitabu cha Zaburi that I've read in Psalms mlango wa 34 chapter 34 kuanzia 18. and from verse 18. Akasema yeye yu juu karibu na wao waliovunjika moyo, He said that I am close to the brokenhearted, na waliopondeka roho huwaokoa. and those who have contrite heart I Jina la save. Bwana lisifiwe. Amen. Nikapata faraja. I got satisfaction Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya neno hili. because of that word. Ndiyo, maisha tunayoyaishi sio mazuri. Yes, the life we live is not good. Mambo tutakayokutana nayo sio mambo mepesi. The things that we will meet are not easy, Ni kwa sababu dunia hii because this world, sio kwetu. it is not our home. Haitaweza kutufaa watu wa Mungu. It will not benefit us for Lakini nothing. kuna neno la faraja There is a word of kwa encouragement wale ambao walio na moyo uliobondeka, to those who are broken na hearted, wale huvunjika moyo kunyenyekea kwa Mungu. and those who are crushed in spirit. Hawa yeye huja kuwaokoa. He comes and saves them. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wakati Daudi alipokuwa amefanya dhambi, When
sitaki kuirudia. And I don't want to repeat that. Ilikuwa ni wakati wa kwenda vitani, It was when he was going to the war. lakini yeye akabaki nyumbani. And he was left behind. Na nyakati zile wafalme walikuwa wakiongoza vita. And then kings would lead the war. Lakini alipobaki nyumbani, But when he remained na behind, akawa katika nyumba ya juu, and he was in the upper house, akiangalia akaona mke wa Uria akioga. when he was looking, he saw Uriah's wife, Na akamtamani, and he desired her, akatumana aletwe. and he sent someone to bring her. Aliendelea mpaka kusini na yeye. He went ahead and committed Akafanya dhambi adultery. iliyokuwa mbaya, He sinned badly, maana alipojua mambo yote because yameharibika, when he knew everything had gone down, aliweza kupanga mpango ili Uria auawe. he made plans to kill the husband. Bwana asifiwe. Amen. Na dhambi hiyo ilimfikia Bwana, And that sin went na to Mungu God. akakasirika sana, ingawaje alikuwa rafiki wa Daudi. And God got angry, Na although he was a friend. akamtumia na nabii akampelekea ujumbe. And he sent him a prophet with a Nabii message. Nathanaeli alipofika When Nathaniel got there, na akampa ujumbe, and he gave him the message. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu The lasema word says, Daudi akavunjika, akanyenyekea, akavunjika moyo, akatubu. that David got crushed and he repented. Alikuwa amefanya dhambi mbaya sana. He had done a crazy Kama ni sin. siku hii ya leo, If it was today, ingefaa tumwanauzi hapa we could have announced him here, na tumweke alama, and we keep a mark on him. kuze kabisa, We send him away. mwambie wewe ni wa kuzimu wa We sheitani tell him you belong to the na devil. hautapata uzima. You will not have salvation. Lakini neno la Bwana linasema But the word of God says Daudi akanyenyekea mbele za Mungu na moyo uliovunjika. that David humbled before God in a crushed spirit. Naye Mungu akatazama akaona moyo wa Daudi umevunjika. And then God looked at the heart of David, and it was a crushed spirit. Akaona kweli huyu mtumishi wangu moyo wake umevunjika. So that my servant has truly repented. Mungu hakutazama yale aliyoyatenda, God had not looked what he had done, lakini alitazama moyo wa Daudi. but he looked at the heart of David. Akaona moyo wa Daudi umevunjika. And he saw that his heart was crushed. Akaona moyo wake umebondeka. His spirit was crushed. Akaona huyu mtumishi amenyenyekea. He saw that this servant has humbled. Akakosa kuona yeye ni mfalme. He could not see him as a king. Akakosa kuona ukuu He wake. could not see his majesty. Akaacha kuona wa umati aliowaongoza. He couldn't see the people he led, Akaacha kuona jeshi ambayo alikomanda. or the army that he was commanding. Lakini moyo wake ukabondeka. But his heart was Moyo crushed. wake ukavunjika. His heart was went down. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema God is saying yeye yuko karibu that he is close na moyo uliovunjika to the hearts that are contrite na roho iliyobondeka. and a spirit which is crushed. Nyakati ambazo tunaishi watu wa Mungu, The times that we are living, ni brethren, nyakati ambazo zina shida nyingi sana. we live in dangerous times. Kusema sorry imekuwa ni mzigo kwa Wakristo. To say sorry, it's a burden to Christians. Kuvumilia haiko kwa Wakristo tena. To be patient is no longer in Christians. Kukuta mtu aliye na moyo unavunjika kwa Wakristo ni ngumu zaidi. To find a broken-hearted Christian is Naja hard. kukuambia siku hii ya leo, Today I am here to tell you wale ambao watakuwa heri, that those who are going to find peace, wale ambao watapata wokovu, those whose salvation will come to wale them, walio na moyo wa kuvunjika those who have a broken na heart roho iliyobondeka. and a contrite spirit. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mungu akanena na mke Msamaria, God spoke to the Samaritan woman, akamwambia, and he told her, nyinyi huenda kuombea Yerusalemu na wengine milimani, you go to pray in Jerusalem and lakini mountain. Mungu anawatafuta But God is seeking watakao mwabudu kwa kweli na roho. those who are going to worship Hawa him ndio to the spirit. atakaojidhihirisha kwao. To them he's going to reveal Hawa himself. ndio atakaoandamana na wao. He's going to follow them. Sio wale wataenda Yerusalemu, Not to those who are going to sio be in wale Jerusalem watakaoenda milimani, or in the mountain, lakini watakaoabudu kwa kweli na roho. but those who are going to Ndugu worship na him dada, to the siku spirit. hii ya leo nataka kuambia, Today I want to tell Mungu you, anawatafuta walio na moyo unaovunjika, God is looking for those who have a roho ya broken heart unyenyekevu. and a contrite spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hana haja na historia, He has no reason hana in haja na history. tradition, He has no hana importance in haja na tradition siku zile umeokoka, or the days you hana are haja born. na moyo uliovunjika. He has a reason with a broken heart. Amen. Nyakati hizi tunazoishi, The times that we are living. haleluya. Amen. Kuna neno nimeandika hapa, going home from funeral.
There is a word that I've written kutoka kwenda nyumbani kutoka mazishi. Ukiangalia watu wanaoenda mazishi, when you look to those who go to the burial, wanaporudi nyumbani, when they come home, huwa wamekaa aje? How do they look like? Nani anaweza kunielezea, unaweza kunielezea wanakaa aje? Who can tell me how they look like? Wacha tuangalie. Let's see. Wacha nitumie Baba Mombi. Let me use Baba Mombi. Tulikuwa mazishi ya baba yake, pole sana ndugu. We are very sorry for your father. Lakini nataka kukutumia. But I want to use you. Nilipokwenda kule mazishini, when I went to the burial, niliangalia moyo wake. I looked at his heart. Na ndugu zake. And his brothers. Na hao wengine. And the rest. Na nikaona moyo wao. And I saw that their hearts. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu huwa namna gani anapotoka kwa mazishi? How do people look like when they come from the burial? Umeinama. Their hearts are bent. Huwa amegongwa. They are stricken. Huwa amefunjwa. Their hearts are crushed. Hana amani. They have no peace. Hana furaha. They got no joy. Kwa sababu akitoka kule hakukuwa sherehe. Because when they left there, they were not dancing. Lakini alikuwa anaumia, but they were tormenting in heart. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo wa mtu ambaye anatoka mazishi, the heart of someone who lives from a burial, hayo ikishangilia, it does not dance and joy. Majonzi, it has tears. Yeye akitafakari, when they think, mpendo wake hata muona tena, they never see them again. Sio safari alimpeleka kiwanja cha ndege, not a journey. Pengine wakati mmoja atarudi, maybe they will come back. Huwa ni uchungu, it is painful. Huwa ni huzuni, it is huwa amebondeka, they are crushed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema, God is saying, hata kama nyakati ziko namna gani, even though these times are hard, mtu ambaye there is one person Mungu anamtazama, that God is. Bwana asifiwe. Amen. Aliyevunjika moyo, those who are broken, moyo uliobondeka, and the contrite heart. Nataka mtu anisaidie. I want someone to help me. Moyo na roho tofauti ni nini? The soul and the heart. Wewe una understand nini? What do you understand? Unashika nini moyo na roho? What are you getting? Soul what and is the heart. difference between moyo na roho? The difference between heart and soul. Nani anaweza kunisaidia? Who can help? Utiri ugedeithia. Na hatuko kwa mazishi, niko kwa mahubiri. We are preaching, we are not in burial. Nisaidie basi. What is the difference ya moyo na roho? Okay, the difference between heart and soul. The heart is an organ. An organ. You can touch it. Unaweza ishika. But the soul is housed in the heart. In the heart. Yes. It's like a spirit. You can't touch it. Huyu amenichanganya. Nani mwingine atanisaidia? Hakuna. Someone? Hakuna. Kwa hivyo hatuko pamoja. Nimeenda huku, mmeenda huku, ama tuko pamoja? Are we together? Na hamunisaidii. Hivyo amesema. Wewe unanichanganya tena. Baba Maina unasema aje? Moyo na roho. Na soul spirit. Yes. Bado umerudia tu ya huyu bado. Sasa mimi nani mwingine? Wewe cameraman. Nasema nini? Moyo na roho, wewe ni Mswahili. The same. Ni huyu amekaa na macho yake kama mimi. Nataka. Lakini hivyo wamesema moyo ni nafsi. Nafsi. Yes. Nayo roho ni kiungo. Ni kiungo hicho ambacho kinabeba huo uhai. Bado hapo unarudia hapa. Hauna jawabu. Nani mwingine yako na jawabu nyingine? Yes. Rudia hujamaliza, sijasikia ya mwisho. Heart haina uhai. Heart. Soul ina chembe chembe ya uhai na heart hapana iko. Haina. Barikiweni sana. Amen. Ya hiyo wanasema ndio kweli. What they say is the truth. Nataka sasa tujiulize. I want us to ask ourselves. Kwa nini Mungu alitumia zote mbili badala ya moja? Why did God use both instead of one? Na hakutumia zote kwa neno linalolingana. And he did not use them to a same word. Angesema, he could have said, moyo uliovunjika, broken hearted, na moyo uliobondeka. And a broken spirit. No, broken heart. Angesema hivyo. Siangetumia hivyo. He could have said that. Kwa nini alisema roho ya kuvunjika na moyo wa
moyo wa kuvunjika na roho ya kubondeka. Kwa nini? A broken heart and a crushed spirit. Kwa nini? Kwa nini? Why? Ni kwa nini Mungu anaweka yule ambaye atakuwa naye hata kama nyakati hazitakuwa nzuri? Why is it that God is putting that person even in dangerous times? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mungu anasema yu karibu. God is saying he's near. Na yule ambaye moyo wake, to those whose hearts unavunjika, are broken, na yuko karibu, and he's close, na yeye pia aliye na roho ya kubondeka, to those who are crushed in spirit. Unajua wakati mwingine, you know, some other times huwa tunajifanya, we pretend. Kabla sijafika hapo, before I get there, ni nini kilisababisha Daudi kuwa na moyo wa kuvunjika na roho iliyobondeka? What made David to have a broken heart and a crushed spirit? Alianza kufikiria ni nini amefanya. He started thinking, what have I done? Na hiyo ndio iko shida sana kwa watu wengi wa Mungu. And now that is the great problem in many Christians. Baada ya kutenda jambo, after you have done something, haupati nafasi ya kufikiria, kulifikiria mara tena. You don't have a moment of thinking. Tulipokuwa tunaendelea na maombi, when we are engaging in prayers, tuliambiwa tuweze kufanya upya. We were told to renew our service to God, rededicate. To rededicate our service to God. Na nilikuwa nikifikiria ni nini kurededicate. And I was thinking, what is this rededication? Nilikuwa ninafikiria. I was thinking about it. Ni nini umpelekea mtu kunyenyekea na kutubu? What makes someone to repent and go down? Nikiwa wewe ungali huko, is if you are still there. Kwa nini nasema unajua unaweza kuwa huko lakini hauko? You know, you can be there and not be there. Kuna Watanzania waliimba natembea mimi ni marehemu. The Tanzanians said, I'm walking, I'm dead. Na nilifikiria hiyo wimbo ilinisumbua sana. And that song kind of disturbed me. Na sio tu kunisumbua, nilianza hata kuargue. And I started arguing. Wakati huo ilikuwa zamani, sikuwa nimekomaa kujua neno la Mungu vizuri. Those moments I was not so mature in knowing the word of God. Lakini nilipoanza kuelewa neno la Mungu, but when I started comprehending the word, nikajua mwenye hajampokea Yesu, I realized that those who have not yet saved, wanatembea lakini ni wafu. They are walking dead. Sababu hawana uhai. Because they have no life. Maana Yesu Kristo ndio uhai. Because Jesus is life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi akaanza kufikiria nimefanya nini. David started meditating what he had done. Akaanza kufikiria kuhusu muumba wake. He started thinking about his creator. Akaanza kufikiria ni Mungu alimpea kuwa mfalme. That it is God who made him to be a king. Na alikuwa na mamlaka yote ya kukusanya wasichana wote waletwe kwake. And he had all the power to recall all the girls to his place. Lakini amefanya kitendo cha upumbavu. But he has done a foolish thing. Alipoanza kufikiria hivyo, when he started recalling that, moyo wake ukaanza kuvunjika. His heart was broken. Biblia inasema, the Bible says, hakuona kuwa mfalme ni kitu. He could not see to be a king as nothing. Hakuona kuwa anapendwa na Mungu ni kitu. He did not consider how God had loved him. Moyo wake ukaanza kuvunjika. His heart started becoming crushed. Roho yake nayo ikaanza kubondeka. His spirit was crushed. Na ukisoma hadithi hiyo vizuri, and when you read that story, Daudi aliona amefanya dhambi, na kweli hata kama wewe ungekuwa Mungu ungemsamehe. David really considered that he had sinned, and if you are God, nyakati ambazo tunaishi watu wa Mungu, the times that we live, ni nyakati ambazo ni hatari tupu. They are dangerous times. Wale tunaoishi pamoja ni kama adui. Those that we live together, they're like enemies. Leo utakuwa na rafiki, kesho si rafiki tena. Today you'll have a friend, tomorrow they are enemies. Kuna familia moja ambaye ninaijua sana na walikuwa marafiki yangu. There is a family I know and they were my friends. Na waliweza kuingishwa kwa Freemason na rafiki yao. And then they were taken to Freemason, that is Illuminati, by their friends. Rafiki yao, marafiki kabisa. Very close friends. Kitambo wajue wameshaingia, ilikuwa wameanza kutoa kuitishwa dhabihu. Before they knew they were already in, they had started sacrificing.
Na dhabihu ambayo huwa inatolewa kule, and the sacrifice that is given there, sio kama ile sisi tunaitisha. it's not like the one that we give. Unajua tunafikiria sisi tunamfurahisha Mungu, hatumfurahishi. You know, we think we make God happy, we don't. We don't. Hatufanyi hivyo. Wale wa upande wa shetani wanafanya kabisa. Those who are on the other side, they really do it. Anaweza kusacrifice mume ama mke, They can sacrifice either husband or wife, ama baba ama mama, or father and mother, ama mzaliwa wa kwanza. or the firstborn. Sisi tukisema utoe mzaliwa wa kwanza, unasema kanisa imeharibiwa. When we say you give the firstborn, you say this church is no more. Wale wanafanya hiyo kwa sababu ya utajiri. They give because of wealth. Unaambiwa utoe fungu la 10, unakata. You are told to give the 10%, you cut it. Wale sio fungu la 10, wanatoa mwanadamu. They give a human being. Sio kwa sababu kuna uzima wa milele, Not because there is eternal life, lakini kwa sababu ameahidiwa utajiri. but because riches has been promised. Mambo ya ulimwengu na itaisha. The things of this world which are going away. Kwa hivyo hebu fikiria wewe na wao. Now think you and them. Nilipoenda kuwatembelea kwa sababu walikuwa na shida, When I went to visit them because they had an issue, na ilikuwa kifo imestrike kule, wamekufa watu 3. and there they had stricken that home, said 3 people had died. Na nilipotembea, maana sikujua, And when I went, because I didn't know, wakaanza kunielezea vile kifo imepiga watu 3. they started narrating the menace of death in that home. Nikaanza kuuliza maswali. I started questioning. Wanasema kwanza wa kwanza hakugonjeka. They're saying the first one didn't go get sick. Wakaendelea. They continued. Nikaanza investigate kutoka kwao. I started investigating from what they were saying. Lakini nilipokuwa nikiomba ili nitoke, And when I was praying to leave, nilinenewa kuhusu hiyo familia. a word was spoken to me about that family. Na nikawauliza, And I asked, kuna jambo lolote yoyote ambaye mumewahi kufanya kupitia kwa mtu wenu ama rafiki? is there anything that you've ever done through your family member or a friend? Hawajui. They don't know. Nikawaambia, And I told them, nyinyi mumechukuliwa na mumewekwa mahali, na msipojihadhari mtaangamia wote. there is a place that you guys have been placed, and with no care you are going to perish. Maana mliingizwa mahali Because you are put somewhere na mukasai, and you sign, na sasa lazima dhabihu muitoe. and then you have to sacrifice. Sasa ni wajibu wenu kuchukua hatua, So it's your duty to act, kwenda kwa wachungaji go to the servants, ili mkombolewe. so that you can be rehabilitated. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa nikiongea hivyo, When I was speaking those words, na ilikuwa sasa niondoke, and I was to leave, aliyewapeleka kule the person who recruited them, akawa mahali hapo, they were there. na akaanza kuniuliza, And he started asking me, sasa wewe unauliza mambo gani? what words are you Unataka asking? kusema kifo si kifo? What do you want to say, that death is not death? Na nikaanza kusikia dhamira yangu imeanza kuhukumika, And I started feeling my na conscience ikaanza judging. kuwa na uchungu, And he started feeling pain. na nikamface. And I faced him. Na kuna jambo moja nilishukuru Mungu, And there is one thing I thank God. maana nilimpoint na nikamwambia hii yote inatokana na wewe. I said, you are the genesis of all this. Na in fact alikuwa karibu kunipiga, He was almost to beat me. na nikamwambia hakuna kitu unaweza And kunifanya. I told him, you are doing nothing. Unajifanya rafiki lakini umewapeleka kwa You shetani. are pretending to be a friend, but you have recruited Na them. niliposema hivyo akaanza kukosa nguvu. And when I started saying that, he started going down. Kaomba katika familia hiyo, Pray in that family. ni familia iko hata sasa. It is a family even now. Nikamwambia mimi nimeweka tu kizuizi kidogo, I have told them I've just put a barrier. nendeni kwa mchungaji ili weze mtolee dhabihu, Go to a servant and get sacrifice. kwa sababu wakati tunaishi Because the times we live, sio wakati mzuri. they are no good times. Nimewahi kuposti vitu katika mtandao wa kanisa. I have posted some posts in the church. Kataza watoto wenu kula snacks huko shuleni na njiani. Do not allow your children to partake all those things. Wakataze kupewa hata zawadi. Do not allow them to be given gifts. Watapewa chain They'll be given some chains na biscuit and biscuits na sweet. and sweets. Na hiyo ndio sababu huwa nawaambia muombe watoto na kuwatolea dhabihu. That's why I tell you, we pray for them and we sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimewahi kuenda na mchungaji ambaye huwa tunahubiri naye, anaitwa Macharia. I've gone with a servant named Na Macharia. wakati mmoja atakapokuja nitamwambia awaambie jambo hilo. And one day when he comes, I'll tell you to narrate. Tulienda kutembelea mtoto aliyelazwa hospitalini wa mshirika wake. We went to visit a kid who was in the hospital. Ni kijana lakini amegonjeka na hana ugonjwa. He's a young man, he's sick, no disease. Wameomba lakini siku hiyo They've prayed, but that day, pale kwa kitanda mimi nikaona chain. at the bed, I saw a chain. Na hiyo chain ilikuwa chain kazuri sana. And it was a very beautiful chain. Yeah, ilikuwa golden na anchor. It was a golden and it had a sign of an anchor. Na nilipomuuliza na hii
chain, And when I asked, what about the chain? pastor akaishika. When Pastor got hold of Akamuuliza it, hii chain ni ya he nini? asked, what is this chain? Akasema alipewa na rafiki He yake. said it was given by a friend. Nikamwambia toa. I said, remove it. Pastor akaivuta ikakatika. He held it and he crushed it. Unajua kijana na ni mgonjwa akawa violent. The boy became so violent. Kabisa. So much. Yes, nako kwa kitanda. And he's there in the bed. Nikamwambia pastor hiyo ende uchome. I said, Pastor, go burn that. Na tukaombea kijana. And we prayed for him. Next day akapewa ruhusa. The next day he was discharged. Kwa sababu gani? Alifungwa na hiyo chain. Why? Because he was in captivity of the chain. Wapi baba Abi? Baba Abi Hayuko huku. is there. Unaweza kumbuka msichana alikuwa kwako. Can you remember a girl? Alikuwa amepewa marashi akaficha kwa sisho. Unakumbuka? Ni vizuri mambo mengine kuongea kwa sababu tulienda na tukaombea huyu msichana. It is good to speak some things. We prayed for that girl. Maisha ambayo tunaishi watu wa Mungu si mazuri. The life that we live ain't no good. It is the end times. Ni nyakati za Na mwisho. watu wa Mungu wa Kristo tuamuke usingizi. And we have to wake up. Ni wakati wa kusoma Biblia na kuomba. It is a time to study the Ni word and wakati wa pray. kutafuta Mungu kwa dhati. We seek God with all the Mungu freedom. anasema God is saying, hata kama wakati utakuwa mbaya, even though times are Bwana bad, asifiwe. Amen. Yeye yuko karibu. He is near. Bwana asifiwe. Amen. Na wale walio na mioyo inayovunjika. And those who are broken Bwana hearted. asifiwe. Amen. Na roho zinazobondeka. And crushed Hana spirits. haja na hawa wengine. They got no reason with others. Hallelujah. Amen. Sio wakati wa pointing It fingers. is not a time to point. Sio fingers. wakati wa It criticism. is not a time to Ni wakati criticize. wa roho yako ivunjike. Your heart has Bwana been broken. asifiwe. Amen. Hawa wenye roho za moyo wa kuvunjika Those who are broken na hearted roho zinazobondeka, and crushed in Bwana spirit. anasema anaenda kuwaokoa. God is saying he's saving Hiyo them. ni promise ya Mungu. That is God's Jina promise. la Bwana lisifiwe. Amen. Amka sasa usingizi. Wake up from Angaza the kwa sababu umeitwa na Mungu. Light it up because Kusudi God la has Mungu called you. kukuacha wakati huu. The agenda of Haukwenda God. na corona. You didn't go with Na corona. hautaenda kwa sababu ya corona. You didn't go because of it. Usimame vizuri. You stand na firm. moyo unayovunjika. With the heart broken. Hallelujah. Amen. Ili Mungu akutumie. So that God is going to use you. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Daudi akafanya dhambi, David committed a sin, lakini moyo wake, but his heart, haleluya, amen, ulikuwa moyo wa kuvunjika it was a heart which was broken na roho yake ilikuwa roho ya kubondeka. and his spirit was crushed. Mungu akaacha dhambi, God left sin. akaangalia moyo, He looked at heart. akaangalia roho, He looked at the spirit. akaona mtumishi anayebondeka na kuvunjika. He saw a broken and a Ni mara crushed ngapi servant. ndugu na dada umekosa kuvunjika wala kubondeka? How many times you have not Ni done? mara ngapi kiburi imekupeleka hata huwezi kusamehe? How many times pride has Ni caused mara you ngapi haujali lakini unafikiria wewe ni wa Mungu? How many times you don't care and you believe Utaishi you belong ndio, to God? lakini neno linasema You will live, yes, but the Bible wale says ambao watapata kupita katika wakati huu them that are going to go past this time, ni wale walio na moyo wa kuvunjika. it's are those who are heartbroken. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wale roho zao zitavunjika na kubondeka. Those whose heart will be crushed and broken. Amen. Amen. Nataka kusoma neno lingine moja Another word ninapoendelea. as we proceed. Sijui kama wewe una moyo wa kuvunjika I don't know if you have the crushed heart na kubondeka. and the broken heart. Wewe unafikiriaje? How do you think? Halo, Hello? wewe unafikiriaje? How do you think? Moyo wako uko namna gani? How is the state of your heart? Kabla sijasoma hilo neno lingine, Before I read that word, moyo wako unafikiria ukoje na roho yako? how do you think and how do you rate your heart? Unafikiriaje? How do you think about it? Nataka tuchukue mfano. I want us to take an example. Sasa tuingie katika meli ya roho. Yeah, we sink in that ship. Meli ya roho, mnitazame. See me from the Hata spirit kama realm. unalala unitazame. And if you are sleeping, look at me. Nafanya mambo mawili hapa. I am doing two things here. Kuja hata nani brother. Yes. Tuko kwa meli ya roho sasa. We are in that ship of spirit. Nataka huyu, This one, hii tutaifanya ni tarimbo this is a tarimbo. na ni mrefu. And it's very long. Akiimeza itakuwa imefika kwa mdomo na mguu. When he swallows it, it will go from the mouth to the legs. Sasa anaanza kumeza. Swallow.
Sasa akae hivyo. Yes. Naye huyu atakaa tu hivyo. And this one will stay stand there. Amen. Amen. Moyo wako uko aje? How is the state of your heart? Najua ni vizuri tuangalie. It's good to check. Sasa huyu This one, amemeza tarimbo he has already swallowed it. na nile ya steel. And it's the still one. Nataka sasa abend. Bend, man. Allah. Huyu ameondoa enda. Wewe umeanguka mtihani. Nani mwingine? Ndio huyu wa kumeza hapo. Kumeza iko Ndio mwingine. Nataka huyu. Okay. Wacha huyu alikuwa nimempea kazi. This one had a work. Kuja. Kimbia brother. Wewe ni kijana mdogo. Tunataka kuona kama tunaenda pamoja. Unajua Munyi alikuwa kwa prison worship. When he was in prison worship. Sasa hakushika. It wasn't okay. Sasa hii ni tarimbo. Tuko kwa meli ya roho. Hii ni tarimbo na ni mrefu. It's very long. Akimeza itatoka kwa kinywa, kwa mdomo mpaka kwa mguu. It will go from mouth to the leg. Sasa umemeza. Are you? Jesus is Lord. Karis kuja. Karis? Kuja. Hii ni tarimbo. Satarimbo. Akimeza itatoka kwa mdomo mpaka kwa mguu. Mouth to the legs. And he has steel. And it's a for steel. Yes. Haya. Nataka sasa ujibend. Bend. Bend kabisa. Bend, man. Anaweza bend. Anaweza vunjika. You can. Anaweza vunjika. Okay. Huyu hana tarimbo. This one not a rimbo. Anaweza vunjika. Roho yako ikoje? How is your heart? Barikiwa sana. Oh, vunjiki. Moyo wako uko aje? How is the state of your heart? Mungu anauona moyo wako aje? How is God viewing it? Moyo wako ni kama umemeza tarimbo au moyo wako ni flexible? Are you flexible? Unaweza kutubu na kunyenyekea hata kama umekosewa, ama lazima uambiwe sorry? Can you repent and humble unless you are told sorry? Unajua watu wengine, kuna wakati tulifanya kesi anasema hata kile ajira sorry. Yeah, you are saying he has never apologized. Sasa ukiongoja wasee waseme sorry, na unajua kutoka ni ngumu. If you wait for them to say, kutoka na huko ndani ifike kwa mdomo haitokai. to release it, it is not possible. Haro wazee, sinakuwa ni ngumu. Sasa mtu anaongoja yako itoke sorry. Now you are waiting for atakufa bure. They will die. Haro wadada. Hello. Haro. Halo. Hello. Niuliza Mama Samuel. Ask Mama Sam. Mama Samuel, simama tu. Wewe huwezi kwa zote. Tutaenda tutaribu pale tuombe. We will sort it. Tangu uolewe umeambiwa sorry kama ngapi mpaka leo? Kaa chini ukiona inakataa kusema. Ina load. Wewe waacha hizi kukuuliza. Hizi kuuliza wewe. Easy man. Najua si kuuliza wewe. Kwa nini unajibu? Cheza chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Pengine unasema lakini unajua si wewe niliuliza. Yeah. Siku hiyo unasemaga ngapi? Nimeuliza Mama Samuel. Amen. Amen. Mungu anataka wale walio na moyo wa kuvunjika na roho ya kuvunjika na moyo wa kubondeka. God needs and wants those who are broken-hearted and crushed in spirit. Wakristo wengi, But many Christians, 99% asilimia 99 ni atalimbo. it is that one. Ngumu. It's very hard Ivunjike. to bend. Hata Daudi, Even David, kama si kuandikwa, if it is not written, inaweza kataa. I could have actually said no. Tuko na viongozi wamekuwa Kenya hii. We have leaders in this country. Wewe unafikiria Kenyatta angesema sorry? Could you think that Kenyatta would say sorry? Hata Moi. Even Moi. Afadhali Kibaki kidogo. Afadhali, unajua Kibaki alikuwa kidogo, soft kidogo. Kibaki was a little bit soft. Unafikiria Uhuru anaweza inama? Can he bend? Ikiwa analipisha kizazi, If he is revenging, anaambia Maraga au release it. you said I will revisit. Wewe unafikiria iko roho ya kubondeka hapo? Do you think there is a broken heart? Wewe unafikiriaje? How do you think that? Hebu ichunguze takira ugo mithikiririe tamiorie. Can you interrogate it? Hebu uliza hiyo roho yako unaweza? Unajua inaweza kukuambia tu. It can still tell you. Na pengine ni jana, hata jana pengine nikataa. And maybe it was yesterday. Bwana atusaidie. Amen. Mungu anasemaje? What is God saying? Katika Zaburi hiyo 147. In the same Psalms 147,
Aya yake ya 3 inasema nini? And verse 3, the Bible says he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hutazama zile roho zimebondeka, God looks the broken heart na anaziponya. and he heals Bwana their Yesu wounds. asifiwe. Amen. Hakuna kitu kingine kitatusaidia watu wa Mungu kuovercome nyakati hizi. There is nothing else that is going to help us to overcome this time. Watu wengi wamekufa vifo vya aina nyingi. Many people have died many deaths. Kifo sio tu cha mwili huu. The death is not just for Kuna physical vifo body. vya aina nyingi There are sana. many types of death. Vifo nyingi sana. Many types. Pengine umewahi kuwa frustrated. Maybe you have ever been Na frustrated. umefika mwisho. And it is at the Huwa end. una kifo. Ile frustration ukuletea kama kifo. The frustration comes as a form of a death Ama vision. or a vision. Na ukaianza ikaangamia. And you started it and Lakini it died. Mungu anasemaje? What is God saying? Yeye yu karibu. He is close and near Kwa roho iliyobondeka. to the brokenhearted Moyo unaovunjika. and to the Na crushed in yuko spirit. karibu kuwaokoa. And he is ready to Pia heal. atauponya. And he will heal Jina la them. Bwana lisifiwe. Amen. Ndiyo nyakati sio nzuri. Yes, times are Lakini not. Mungu anatafuta hiyo roho. But God is looking Ndugu for na that dada, heart. anza kuchunguza roho You yako. should interrogate Anza your heart. kupima moyo wako. Seek your Anza heart. kujifunza Can you teach kubondeka yourself na kuvunjika. to get Maana broken and Mungu crushed? yuko karibu kukuokoa. Because God is near to your salvation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale walio heri, Those that are better. Bwana asifiwe, Amen. ni wale nyakati hizi. Are those when these times, Nyakati hizi tunaishi. the times that we live, Maisha haya tunaishi. the life that we live, Watakaa wameboka they will focus kule mbinguni in heaven alipo Mwokozi wetu. where our Lord and Savior Wale is. wataacha mambo ya dunia. Those who live the things of the Wale world. wataacha mambo ya hapa karibu. Those who live these things. Utazame mbinguni, maana mambo ya kukwaza haitaisha. You look up to heaven because all things will not end. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wakati huu tunaishi, The times that we live, crusade ya Illuminati imeanza. the Illuminati crusaders are up. Crusade ya atheist imeanza. The Isis crusaders are up. Crusade ya devil worship imeanza. Devil worshippers is high. Kwa hivyo crusade zimejaa. So there are so many crusaders. Nani atakayeepuka? Who will evade? Ni wale wenye roho ya kubondeka Only those whose heart are na broken moyo unaovunjika, and crushed in spirit, kunyenyekea mbele za to Bwana. humble before the Moyo Lord. huvunjika kwa njia gani? How does a heart get broken? Ni wakati ume come to your senses. It is when you have come to your senses. Mawazo na mafikra yako ikikurudia, When your mind and thoughts comes back inaanza to you, kukuambia hapo hukufanya vizuri, it starts telling you you didn't do well. hiyo njia unapita si nzuri, The way that you are walking is not inaanza right. kukuambia jambo hili umelinena si nzuri. It tells